Makala ya dakika za Kristo, Jumapili ya kwanza baada ya Krismasi, sikukuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, ndani ya Radio Maria Kenya Nairobi. Sauti ya Kikristo nyumbani mwako. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, baada ya kusherehekea kwa shangwe kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, leo Mama Kanisa anatualika tusonge mbele kidogo kutoka pangoni pa Bethlehemu na kuingia ndani ya nyumba ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Hii ni Jumapili ya kwanza baada ya Krismasi na ni siku ya kutafakari jinsi fumbo la umwilisho linavyoishi na kukua ndani ya familia. Kristo hakuzaliwa tu kwa ajili ya ulimwengu kwa ujumla, bali alichagua kukua ndani ya familia halisi yenye changamoto, safari, hofu na matumaini. Hapo ndipo wokovu ulipoanza kuonekana katika maisha ya kila siku. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Siraki, mwandishi wa kitabu cha Siraki anatufundisha juu ya heshima na wajibu ndani ya familia, hasa kwa watoto kwa wazazi wao. Mwana, mheshimu baba yako kwa matendo na maneno. Hapa tunakumbushwa kwamba familia ni shule ama skuli ya kwanza ya maadili na imani. Heshima kwa wazazi ni njia ya baraka, rehema na msamaha wa dhambi. Katika familia takatifu, Yesu mwenyewe alijifunza utiifu na upendo, akimtii Maria na Yosefu. Hivyo, masomo ya leo yanatualika kurejesha heshima, subira na upendo katika familia zetu. Zaburi ya leo ni wimbo wa baraka kwa familia inayomcha Bwana. Heri kila amchaye Bwana, aendaye katika njia zake. Familia inayojengwa juu ya hofu ya Mungu huzaa matunda ya amani, furaha na ustawi. Ni taswira ya meza ya familia iliyojaa shukrani, mshikamano na matumaini. Katika mwanga wa Krismasi, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu hutembea pamoja na familia zetu. Katika somo la pili kutoka katika barua ya Paulo kwa Wakolosai, Mtume Paulo anatupatia mwongozo wa maisha ya Kikristo ndani ya familia. Jivikeni huruma, wema, unyenyekevu, upole na saburi. Upendo unatambulishwa kama kifungo cha ukamilifu. Paulo anaelekeza wazazi na watoto wake na waume, akisisitiza kuwa Kristo ndiye kitovu cha familia. Familia ya Kikristo sio kamilifu, bali ni ile inayoruhusu amani ya Kristo itawale mioyoni. Katika sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, Injili inatuonyesha familia takatifu ikikimbilia Misri. Yesu, Mwokozi wa ulimwengu, anakuwa kama mkimbizi. Yosefu anatii sauti ya Mungu. Maria anabeba mtoto kwa imani, na Yesu anakuwa katika mazingira ya hatari na ulinzi wa Mungu. Hii ni Injili ya tumaini kwa familia zote. Mungu yuko pamoja nasi hata katika safari ngumu, hata katika hofu, hata katika ugenini. Familia takatifu inatufundisha kuwa utii, imani na ujasiri huokoa maisha. Jumapili hii inatualika kujiuliza, je, Kristo yuko katikati ya familia zetu? Je, tunajenga nyumba zetu juu ya imani, sala na msamaha? Na je, tunawaona wanafamilia wetu kama zawadi kutoka kwa Mungu?
Familia takatifu haikuwa bila changamoto, lakini ilijengwa juu ya kumtegemea Mungu. Hapo ndipo utakatifu wa familia unapopatikana. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, Jumapili ya kwanza baada ya Krismasi inatukumbusha kuwa wokovu unaanza nyumbani. Yesu aliyevaa nguo za kitoto leo anataka kukua katika familia zetu, katika maneno yetu, katika matendo yetu na katika upendo wetu wa kila siku. Tuombe. Yesu, Maria na Yosefu, familia takatifu ya Nazareti, ibarikini familia yetu. Tujalieni umoja katika tofauti, msamaha katika udhaifu na upendo unaodumu katika majaribu. Kristo awe katikati ya nyumba zetu, sala iwe pumzi ya familia zetu na amani iwe tunda la maisha yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Kenya Nairobi, ninakutakia Jumapili njema iliyojaa baraka za familia takatifu. Endelea kubaki nasi tukiutangaza upendo wa Kristo katika familia na jamii. Nimekuwa wako Shamba wa Shamba nikukuletea makala haya maalum katika siku hii ya familia takatifu. Nikutakia siku njema huku nikisema Bwana awe nawe daima.